Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Songwe, nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru sana. Tangu nimefika katika mkoa wa Songwe mara baada ya kupewa dhamana hii na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuja kuwatumikia ninyi wananchi wenzangu, ina takribani miezi minne sasa. Katika kipindi hicho cha miezi minne nimepata fursa ya kuweza kuwatembelea katika wilaya zenu zote, na wakati nimekuwa nikitembelea nimeshuhudia wananchi mmekuwa mkifanya shughuli mbalimbali. Nimekutana na wakulima wakifanya kazi kwa bidii sana. Lengo ni kuweza kuzalisha chakula, lengo ni kuweza kuzalisha mazao ya biashara, hali kadhalika ni kuweza kujipatia kipato na kuweza kuchangia katika maendeleo ya mkoa wetu. Kupitia shughuli zao, mkoa wetu umepata heshima kubwa kuendelea kuwa moja miongoni mwa mikoa inayotegemewa sana katika uzalishaji wa chakula kwa nchi yetu, lakini kwa ajili ya uzalishaji wa chakula kuweza kulisha bara la Afrika. Nimeshuhudia wafanyabiashara wakiwemo wafanyabiashara wa hapa Tunduma na wa wilaya zingine zote wakifanya kazi kwa bidii kuendelea kufanya shughuli zao za kibiashara. Nimekutana na wamachinga, nimekutana na madereva bodaboda na madereva wa bajaji, nimekutana mamalishe, nimekutana wafanyakazi, watumishi, nimekutana na viongozi wa dini. Kila kundi wakijitahidi kufanya kazi kwa nafasi yao ili kuweza kuchangia katika maendeleo ya mkoa wetu wa Songwe. Mimi ninawapongeza na ninawashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuweza kuchangia uchumi wa mkoa wetu. Naomba mjipigie makofi. Ndugu wananchi wenzangu, leo hii tumekutana hapa, tunatambua kwamba nchi yetu ipo katika mchakato muhimu sana katika mustakabali wa maendeleo ya taifa letu. Na mwaka huu ni mwaka ambao sisi wananchi wa mkoa wa Songwe na Watanzania kwa ujumla tunaungana kwa pamoja katika tukio ambalo hufanyika mara moja pekee katika kipindi cha miaka mitano. Tukio hilo ni tukio la uchaguzi mkuu, kuchagua viongozi wetu katika ngazi za kata, uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu wa majimbo kimaanisha wabunge, lakini uchaguzi wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ana dhamana ya kuweza kuliongoza taifa letu. Lakini ndugu zangu wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, uchaguzi tunaofanya ni takwa la kikatiba. Sisi wa Tanzania kupitia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekubaliana kwamba kila mwaka tutafanya uchaguzi mkuu kwa kumchagua rais, kuchagua wabunge, lakini hali kadhalika kuchagua madiwani. Na bahati tulionayo katika nchi yetu ni kwamba tangu nchi yetu ipate uhuru mwaka 1961 takwa hili la kikatiba halijawahi kukiukwa. Tumekuwa tukifanya chaguzi tangu kuanza kwa mfumo, hata kabla ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi. Wakati tukiwa katika mfumo wa chama kimoja, chaguzi zimekuwa zikifanyika. Lakini tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, tulifanya uchaguzi wa kwanza mwaka 1995 kwa mfumo wa vyama vingi, na mpaka hivi sasa tunaendelea kufanya chaguzi zetu. Kwa hiyo kwa mara nyingine mwaka huu, mwaka 2025, tunakwenda tena kukamilisha takwa hili la kikatiba. Lakini ndugu zangu, uchaguzi ambao tunaokwenda kufanya ni takwa la kidemokrasia, na tunatambua kwamba nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kidemokrasia, na ni moja miongoni mwa misingi ya kidemokrasia ni kwamba viongozi wa serikali wanatoa madaraka yao kutoka kwa wananchi. Wananchi ndio wanakuwa na dhamana, ndio wanakuwa na mamlaka, na ndio wanakuwa na jukumu la kuweza kuwachagua viongozi na kuwaweka madarakani ili waweze kuwatumikia wananchi kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Hivyo kwa kuzingatia
misingi hiyo ambayo nimeizungumza, misingi ya katiba, lakini halikadhalika misingi ya kidemokrasia. Ni haki yetu na ni wajibu wa kila raia wa mkoa wetu wa Songwe, lakini halikadhalika na Watanzania kwa ujumla kushiriki kutekeleza jukumu hili la msingi la kuchagua viongozi wetu. Kwa mwananchi yeyote yule wa mkoa wa Songwe na Mtanzania yoyote ambaye anatambua wajibu wake, mzalendo kwa nchi yake na anayelitakia mema taifa lake, kamwe hawezi kuacha au kushawishi mtu mwingine kususa au kuacha kushiriki katika mchakato huu wa uchaguzi, kwani kufanya hivyo ni kutotimiza wajibu wake, lakini pia ni usaliti wa makubaliano yetu kikatiba, lakini na usaliti wa hatima bora ya nchi yetu kwa maslahi ya kizazi cha sasa, lakini hali kadhalika kwa maslahi ya kizazi kijacho. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, viongozi hawa tunaokwenda kuwachagua ndio tunawapa dhamana ya hatima ya maisha yetu ya kila siku. Mafanikio ambayo tunayapata katika shughuli zetu ambazo tumekuwa tukizifanya, nimesema kwamba mkoa wetu wa Songwe ni mkoa wa kilimo. Wakulima ambao tumekutana nao wakati tunafanya ziara katika wilaya mbalimbali, wakulima wa kahawa, wakulima wa parachichi kule Mbozi, wakulima wa mahindi kienda kule Ileje, wakulima wa iliki, wakulima wa pareto, lakini halikadhalika wakulima wa maharage kutoka wilaya zote za mkoa wa Songwe. Wote hawa shughuli zao, mafanikio yake yanategemea sana viongozi tuliokuwa nao wanaotuongoza katika maeneo mbalimbali, madiwani wetu katika kata, wabunge wetu katika majimbo, lakini hali kadhalika rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndugu zangu na rafiki zangu wa machinga ambao wakati wote tumekuwa tukikutana nanyi, na katika ziara yangu ya kwanza ambayo nimekuwa nikifanya kwenye kila wilaya, nilikuwa nahakikisha na kwenda kuripoti na kwenda kuwasalimia vijana wenzangu hao wa machinga, boda boda, maafisa usafirishaji kwa njia ya bajaji, lakini mamalishe na babalishe. Wote hawa wamekuwa wakiamka mapema kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli za kujitafutia kipato, lakini shughuli zao wanategemea sana viongozi tuliokuwa nao. Mafanikio ambayo wamekuwa wakiyapata, mitaji ambao wamekuwa wakiipata, lakini utekelezaji mwema wa majukumu yao ya kujitafutia kipato kwa ajili ya hatima ya maisha yao ya sasa na baadaye, kwa ajili ya hatima ya maisha ya watoto wao, ndugu zao, wote hawa yanategemea sana viongozi tuliokuwa nao katika ngazi za kata, ambao wao ndio wenye dhamana ya kufanya maamuzi kwenye mabaraza yetu ya madiwani, vyombo ambao ndio vina jukumu la kuweza kutunga sheria mbalimbali ndogo ndogo zinazoongoza halmashauri zetu. Wao ndio wanahusika na kuisimamia halmashauri, wao ndio wanahusika na kuweza kupanga mipango mbalimbali ya maendeleo ya wananchi katika halmashauri zao. Kwa hiyo maendeleo yetu katika shughuli zetu za kila siku zinategemea sana viongozi hawa madiwani ambao tunakwenda kuwachagua. Lakini hali kadhalika wabunge ambao tunakwenda kuwachagua ndio wanahusika katika kusimamia serikali kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wao ndio wanakwenda kutunga sheria, wao ndio wanakwenda kupitisha sera, wao ndio wanaishauri serikali, wao ndio wanachukua changamoto zetu na kuzipeleka kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo maendeleo yetu, maisha yetu ya kila siku, kila mmoja wetu kwa nafasi yake, kama nilivyosema, wakulima, boda boda, wa machinga, wafanya biashara, sijui wasafirishaji, madereva wa malori, wote hao maisha yetu ya kila siku yanategemea viongozi wetu hawa ambao tunakwenda kuwachagua na kwenda katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, rais ambao tunakwenda kumchagua, yeye ndio mbeba maono wa taifa letu, yeye ndiyo msimamizi mkuu wa maendeleo yetu, yeye ndiyo amebeba hatima ya Tanzania ya sasa, hatima ya Tanzania ya kesho. Lakini yeye maamuzi yake ndiyo yanagusa moja kwa moja maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo maana yake tunao wajibu wa kuweza kushiriki katika mchakato huu wa kuweza kushiriki kuwaweka viongozi
madarakani, hivyo hatuwezi kutenganisha maendeleo ya mtu mmoja mmoja na viongozi wetu hawa ambao tunakwenda kuwachagua. Ndugu zangu wananchi wa mkoa wa Songwe ambao mko hapa, lakini hali kadhalika wale ambao mnatufuatilia kupitia vyombo vya habari, tunatambua kwamba mwaka huu takribani kwa miezi kadhaa sasa tumeshuhudia mchakato ambao umekuwa ukiendelea chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Walianza na zoezi la uandikishaji wa wapiga kura, lakini hali kadhalika na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo katika mkoa wetu, nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wananchi wote wa mkoa wa Songwe, kwa sababu tulichangamkia fursa ya kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Lakini tulishuhudia umati mkubwa wa wananchi ambao walijitokeza kujiandikisha kuwa wapiga kura. Lakini hali kadhalika tumeshuhudia mchakato wa ndani wa vyama vya siasa, uchukuaji wa fomu, urejeshaji, lakini uchujaji wa wagombea kupitia vyama vyao. Lakini baada ya mchakato huo tulishuhudia zoezi la kuanza kwa kampeni za uchaguzi kwa uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Kampeni ambazo zilianza tarehe 28 mwezi wa 8 na mpaka sasa zinaendelea. Na mpaka hivi sasa ninapozungumza, ndugu zangu, michakato hii yote ambayo niliyoizungumza, kumekuwa na hamasa kubwa sana ya wananchi kushiriki, kwanza kwenye kujiandikisha, lakini kumeona hamasa kubwa ya wananchi kujitokeza, wale walioko katika vyama mbalimbali kujitokeza kwenda kugombea kupitia vyama vyao. Lakini tumeona mwamko mkubwa wa wananchi kujitokeza kwenye kampeni, kwenye mikutano ya kampeni ya vyama mbalimbali vya siasa, kuanzia ngazi za udiwani. Tumeshuhudia wananchi wengi mnajitokeza kwenda kusikiliza sera za wagombea. Lakini kwenye ngazi ya ubunge tumeshuhudia wananchi wengi mmekuwa mkijitokeza kwenda kusikiliza sera za wagombea. Lakini kwenye ngazi ya urais, wagombea wote waliofika katika mkoa wetu, tumeshuhudia mwamko mkubwa wa wananchi wa mkoa wa Songwe kujitokeza kwenda kusikiliza kampeni za wagombea hao katika mchakato wa uchaguzi. Kujitokeza huku kwa wananchi ni kiashiria tosha kwamba wana hamasa kubwa na wako tayari kuweza kushiriki kikamilifu katika mchakato huu. Naomba mjipigie makofi. Uchaguzi oye! Uchaguzi oye! Tanzania oye! Lakini ndugu zangu, tumeshuhudia vyama vya siasa wamekuwa wakifanya kampeni zao kwa njia ya kistaarabu sana, lakini kwa njia ya kuheshimiana. Lakini hali kadhalika tumeshuhudia wadau wote wa siasa wamekuwa wakitekeleza majukumu yao kwa kuzingatia kanuni na sheria za maadili chini ya Tume Huru ya Uchaguzi. Hatujawahi kusikia kwamba kuna watu wamelalamikiana, hatujawahi kusikia kwamba kuna watu wamekatiana rufaa kwa sababu ya ukiukwaji wa maadili ya uchaguzi. Lakini kubwa zaidi, tunajivunia sana sisi katika mkoa wetu hali ya utulivu na amani ya kiwango kikubwa ambacho kimeonekana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi. Tangu tumeanza kwenye maboresho ya daftari, wakati wa mchakato wa ndani wa vyama vya siasa, lakini walipoanza kampeni za uchaguzi na mpaka kufikia hivi sasa, mkoa wetu amani imetamalaki, mkoa wetu utulivu umetawala, lakini mkoa wetu uko shwari na wadau wote wa siasa wanaendelea kufanya shughuli zao za kisiasa kwa njia ya amani na utulivu. Hii inaonyesha utayari na mwamko wa wananchi kushiriki katika mchakato huu wa uchaguzi. Lakini hali kadhalika hii inaonyesha ukomavu wa siasa yetu na mifumo yetu ya kidemokrasia, sio tu katika mkoa wetu wa Songwe, lakini hali kadhalika katika nchi yetu ya Tanzania. Wewe tuna kila sababu ya kuweza kujivunia mifumo yetu ya kisiasa. Tuna kila sababu ya kuweza kujivunia uimara na ukomavu wa mifumo yetu ya kidemokrasia ambayo inajengwa na sheria zetu bora, kanuni zetu bora na utayari wa Tanzania katika kutii sheria zilizopo katika mchakato wa uchaguzi. Hongereni sana. Lakini ndugu zangu,
Haya mafanikio ambayo tunayaona yanaonesha pia, yanaashiria ukomavu, uwezo na umahiri wa Tume Huru ya Uchaguzi ambayo ndiyo yenye dhamana ya kuweza kusimamia mchakato huu kuanzia mwanzo lakini mpaka mwisho. Nitumie fursa hii pia niweze kuwapongeza sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa kuonesha umahiri wa hali ya juu, kwa kuonesha uwezo mkubwa katika kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu. Kwa sababu kama kusingekuwa na umahiri wa kuweza kusimamia mchakato huu, manake vyama vinavyoshiriki katika mchakato tungekuwa tunasikia malalamiko ya hapa na pale. Lakini hatujawahi kusikia malalamiko hayo, mchakato unakwenda vizuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwapongeza Tume Huru ya Uchaguzi, na tafadhali naomba tuwapigie makofi. Lakini ndugu zangu, kama hiyo haitoshi, utulivu na amani katika mkoa wetu wa Songwe vinategemea sana na uwezo mkubwa na umahiri wa jeshi letu la polisi kuweza kutekeleza majukumu yao kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kusimamia mchakato huu kwa weledi. Kwa sababu mikutano yote ya vyama vya siasa tumekuwa tukishuhudia jeshi letu la polisi wanakwenda kulinda hali ya amani pale na utulivu, lakini tumekuwa tukishuhudia wagombea wengine wa vyama vyote vya siasa wamekuwa wakisindikizwa katika maeneo yote ambapo wanafanya kampeni, lakini vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifanya kazi kwa weledi. Na ndio maana tumekuwa tukipata mafanikio haya ambayo tunayaona tumeyapata katika kipindi hiki ambacho mchakato unaendelea. Niwapongeze pia jeshi la polisi pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mchakato huu kwa kuonesha uwezo mkubwa katika mchakato huu wa uchaguzi ambao unaendelea. Ndugu zangu, wananchi wa mkoa wa Songwe mliopo hapa Tunduma, lakini wananchi wote ambao mnanisikiliza kupitia vyombo vya habari, mimi kama kiongozi wa mkoa nimekuja hapa kuhakikishia kwamba mkoa wa Songwe uko salama. Mkoa wa Songwe una amani. Mkoa wa Songwe una utulivu. Na tumejipanga kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wadau wote wa siasa kuhakikisha kwamba hali ya amani, hali ya utulivu vinaendelea kutamaraki katika kipindi chote hiki kilichosalia cha kampeni za uchaguzi kwa mwaka wa 2025. Lakini hali kadhalika siku ya kupiga kura ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, wakati wa kuhesabu kura, lakini hali kadhalika wakati wa kutangaza matokeo na baada ya kutangaza matokeo, vyombo vyetu viko imara, vyombo vyetu viko timamu kusimamia mchakato huu. Ametoka kuzungumza pa kamanda RPC kwamba tumekuwa tukishuhudia vyombo vyetu vyote vikifanya mazoezi ya pamoja, na wapo baadhi ya watu wamekuwa wakipotosha dhamira hiyo njema ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kufanya mazoezi ya pamoja. Ndugu zangu, vyombo vyetu hivi vyote vya ulinzi na usalama tulivyo navyo katika mkoa wetu wa Songwe, kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa salama, mipaka yetu inakuwa salama, raia wanakuwa salama, mali zetu zinakuwa salama. Na kwa kazi yao kubwa wanayoifanya, na ndio maana mimi na wewe tuko salama wakati wote. Tunalala ndani usingizi tunakoroma, lakini kuna watu wanakosa usingizi kwa sababu ya usalama wa maisha yetu. Kwa hiyo hata yale mazoezi ambayo wamekuwa yakiyafanya ni mazoezi ya utayari, kwa sababu askari wakati wote wanatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya kutekeleza jukumu lao la msingi ya kulinda mkoa wetu, kuwalinda raia wao, lakini na kulinda mali zetu. Kwa hiyo alikuwa ni mazoezi tu ya kujiweka tayari kwa ajili ya kutekeleza majukumu yao, kila mmoja kulingana na majukumu waliokabidhiwa kwa mujibu wa sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tuondoe hofu na tuondoe wasiwasi tunapoona vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo vinafanya mazoezi. Ile ni sehemu ya kujiweka tayari kwa ajili ya kututumikia sisi wananchi wa mkoa wa Songwe na wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Lakini ndugu zangu, kama nilivyohakikishia kwamba hii hali ya utulivu na amani vitaendelea kuwepo mpaka siku ya kupiga kura. Tunatambua kwamba tarehe rasmi ya kupiga kura ni tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka huu wa 2025.
itakuwa ni siku ya Jumatano, lakini kwa mujibu wa taratibu zilizopo, siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko kama zilivyokuwa siku zingine. Hakutakuwa na shughuli zozote rasmi za kiofisi, isipokuwa wale wenye majukumu wanaopaswa kutekeleza majukumu yao ya kutekeleza ya kiuchaguzi katika siku hiyo. Lakini sisi wananchi wengine wote ambao wamekuwa wakifanya kazi kwenye ofisi za serikali, ambao wamekuwa wakifanya kazi kwenye ofisi mbalimbali za sekta binafsi, siku hiyo kwao ni siku ya mapumziko kwa ajili ya kwenda kushiriki katika zoezi la kupiga kura. Lakini kwetu sisi ambao tumekuwa tukifanya shughuli zetu binafsi, wafanya biashara, wa machinga, ndugu zangu wa machinga, bodaboda, bajaji, wameniahidi kwamba siku hiyo wanaamuka asubuhi mapema, wanakwenda kupiga kura kwenye vituo vya kupigia kura. Lakini baada ya hapo watakuwa wanazunguka mitaani kwa ajili ya kuwasaidia watu wanaopaswa kufika kwenye vituo vya kupigia kura. Hongereni sana. Kwa nitumie fursa hii niwaombe sana wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe tuweze kujiandaa kushiriki kikamilifu, kwa sababu kwenda kwenye mikutano ya kampeni ni jambo moja, kujiandikisha ni jambo moja, kutambua wajibu wako ni jambo moja, lakini mwisho wa siku tunahitaji tuone tunakwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa wingi. Tuamke asubuhi mapema, twende kwenye vituo vya kupigia kura. Na bahati tulionao kwamba utaratibu uliowekwa na Tume Huru ya Uchaguzi, wameweka utaratibu mzuri sana. Vituo vimetamalaki karibia kila kona. Hauwezi kutembea umbali mrefu kabla haujakutana na kituo cha kupigia kura. Na sote tunatambua vituo tulivyojiandikishia vya kupigia kura vipo karibu na makazi yetu, vipo karibu na maeneo yetu. Lakini wale wenye changamoto ambao watafika kwenye vituo vya kupigia kura, Tume Huru ya Uchaguzi imeweka utaratibu rafiki kabisa utakaomwezesha kila mmoja aweze kutimiza haki yake ya kidemokrasia. Kwenye waombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, tujiandae, tujitokeze kwa wingi katika vituo vyetu vya kupigia kura, tukatimize takwa hili la kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sisi tumekubaliana nayo. Lakini tukatimize wajibu wetu wa kidemokrasia, tukatimize haki yetu na wajibu wetu kama raia wa Tanzania, kwa sababu hakuna raia yeyote wa Tanzania ambaye ni mzalendo kwa taifa letu, anayetambua wajibu wake, atakosa mchakato huu wa kwenda kupiga kura, kwa sababu tunajua kwamba kufanya hivyo ni kujinyima haki yako. Kufanya hivyo ni kutotimiza wajibu wako. Kufanya hivyo manake ni kwenda kinyume na katiba ambayo tuliyokubaliana. Na mimi natambua kwamba wananchi wa mkoa wa Songwe ni waelewa sana. Wananchi wa mkoa wa Songwe wanajitambua. Wananchi wa mkoa wa Songwe wanajielewa. Kwa ninaamini kwamba katika takwimu za kujitokeza kwenda kupiga kura, ninaamini sisi mkoa wa Songwe tutakuwa wa kwanza kwa kujitokeza kwenda kupiga kura. Wangapi wananihakikishia kwamba kwa niaba wananchi wote, nione wangapi wananihakikishia kwamba Songwe itaongoza uchaguzi? Oye! Uchaguzi oye! Tanzania oye! Songwe oye! Hongereni sana, naomba mjipigie makofi. Ndugu zangu wananchi wa mkoa huu wa Songwe, ametoka kuzungumza hapa kamanda wetu wa mkoa RPC kwamba katika mazingira ya namna yoyote, hata katika familia, unaweza kuwa na watoto 5 lakini wote wasifanane tabia. Unaweza kuwa na watoto 3 lakini mmoja akawa tabia yake sio njema sana. Kwa hiyo huyo unahitaji utaratibu wa kipekee wa kuweza kumrekebisha. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuwezi kujihakikishia kwamba hakuna watu ambao wanaweza wakaonesha wao kwamba wanakosa uzalendo kwa taifa letu, kwa sababu nchi yetu wakati tunapigania uhuru, wazee wetu akina hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume, wakati kipindi hicho wanapigania uhuru, wako wa baadhi ya Watanzania wachache ambao walikuwa wanapingana na matakwa hayo. Wakati wenzao wanaelekea upande huu, wapo wengine walikuwa wanaungana na wakoloni kuweza kushawishi wengine kwamba uhuru haiwezekani. Kwa hiyo hata kipindi hichi pia wananchi waliokuwa wengi wa mkoa wa Songwe ni waelewa.
Lakini kama kuna wachache ambao wanaweza wakajitokeza, na ndio maana nimewaambia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama viko timamu na viko tayari kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Songwe wote mnakwenda kufanya haki yenu, kutimiza haki yenu ya kikatiba kwa amani na utulivu. Msiwe na wasiwasi. Wanafuatilia kwa kila siku, kila hatua, hali halisi inayoendelea katika mkoa wetu ya usalama. Kweni wahakikishie kama kuna yeyote atakayejitokeza, kwa sababu mpaka sasa vyombo vyetu vinafanya kazi kubwa. Hatujaona mazingira yoyote ya kuweza kuvunja amani na utulivu katika mkoa wetu. Lakini kama kuna yeyote atakayejitokeza, na ndio maana vyombo vya ulinzi na usalama vipo, vitafanya kazi yake kwa weledi kuhakikisha kwamba wananchi waliokuwa wengi wa mkoa wa Songwe wanatimiza haki yao ya kikatiba, wanatimiza wajibu wao wa kidemokrasia, lakini wanatekeleza takwa hili la msingi la kwenda kuchagua viongozi na kwenda kuwaweka madarakani. Kweni waondolee wasiwasi na niwaondolee hofu. Lakini niwasihi sasa wananchi wote wa mkoa wa Songwe, tunao wajibu mkubwa wa kuweza kushiriki katika kudumisha na kuitunza amani tuliyokuwa nayo, kwa sababu jukumu hili sio jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama peke yake, ni jukumu letu sote wa Tanzania. Ukiona viashiria vyovyote, ukimwona mtu yoyote ana dalili, ana viashiria vya kutaka kuvuruga amani ya mkoa wetu, kutaka kuvuruga amani ya Tanzania, tusifumbe macho, tusikae kimya. Lazima tutoe taarifa ili hatua ziweze kuchukuliwa. Lakini tukashiriki katika mchakato huu siku zilizosalia, tudumishe amani na utulivu. Lakini tukashiriki katika mchakato wa kupiga kura kwa amani na utulivu. Na ukishapiga kura kwa mujibu wa taratibu, tunapaswa kurejea nyumbani ili tuweze kusubiri matokeo, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu za kisheria, vyama vyote vya siasa vina haki na uhuru wa kuchagua mawakala wao kwenda kwenye vituo vya kupigia kura, kuanzia mchakato unaanza mpaka hatua ya mwisho ya kutangaza matokeo. Kwa hiyo wale watakaopewa dhamana na vyama vyao vya siasa ndio wenye wajibu sasa wa kwenda kwenye vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kuweza kuwawakilisha vyama vyao. Lakini sisi wengine wapiga kura, wajibu wetu, hata mimi kwa nafasi yangu kama mkuu wa mkoa, sina mamlaka ya kwenda kwenye kituo cha kupigia kura, isipokuwa tu kwenda kutimiza haki yangu ya kikatiba ya kupiga kura, na nikishamaliza kupiga kura ninapaswa kuondoka kwenda nyumbani, kwenda kuendelea matokeo ya tangazo. Kwa hiyo wananchi wote wa mkoa wa Songwe, tukishapiga kura kwenye vituo vyetu, piga kura, twende nyumbani tukaendelee na majukumu yetu, tusubiri matokeo ya tangazo. Ndugu zangu, amani hii na utulivu tuliokuwa nayo ni tunu adimu ambayo baadhi ya nchi wanaitamani kuwa nayo. Sisi tuna bahati kwamba nchi yetu imejengwa katika misingi imara, katika misingi bora iliyoasisiwa na wazee wetu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini na hayati Sheikh Amani Abedi Karume. Misingi ambayo imejengwa na waasisi wetu ndiyo ambayo inalisaidia taifa letu mpaka hivi sasa. Tanzania, nchi yetu bado ina umoja. Wananchi wa mkoa wa Songwe bado ni wamoja. Sisi bado tuna mshikamano, lakini hali kadhalika tuna amani ambayo ni tunu adimu sana. Katika kipindi chote cha historia ya nchi yetu, hatujawahi kupitia katika vipindi vigumu vya kuhatarisha ustawi wa taifa letu. Kwa tunao wajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani na utulivu ambazo tuliziliasisiwa na waasisi wetu. Kila Mtanzania kwa nafasi yake anao wajibu wa kuweza kulinda tunu hizi za amani katika nchi yetu. Shughuli tunazozifanya, maendeleo haya tunayoyapata ni kwa sababu ya uwepo wa amani na utulivu. Wakulima wanafanya shughuli zao za kilimo na kuzalita kwa tija, ni kwa sababu kuna amani na utulivu. Lakini wafanyabiashara, mmekuwa mkifanya shughuli za biashara mbalimbali, ni kwa sababu ya uwepo na amani na utulivu. Wamachinga, ndugu zangu na rafiki zangu, nimekuwa nikikutana nanyi mkiwa na mizigo yenu, mnatembea kuanzia asubuhi mpaka jioni kujitafutia kipato, kwa sababu mnajua kwamba kwenye eneo letu la mkoa wa Songwe na Tanzania kwa ujumla kuna amani na utulivu. Mama lishe, baba lishe,
mnaamuka saa 11 alfajiri kwa ajili ya kwenda kuandalia watu supu na kuandalia chakula. Mnafanya shughuli zenu mpaka jioni, mnarudi nyumbani salama. Ni kwa sababu ya tunu ya amani na utulivu. Lakini ndugu zangu bodaboda, maafisa usafirishaji, ndugu zangu wa bajaji, mnaamuka asubuhi mapema, wakati mwingine mnalazimika kukesha kwa ajili ya kusafirisha abiria, muweze kupata kipato kwa ajili ya maisha yenu, lakini mchangie katika maendeleo ya taifa letu. Mnafanya hayo yote ni kwa sababu ya uwepo wa tunu ya amani na utulivu. Wafanyabiashara wa malori, lakini halikadhalika watumishi, wafanyakazi, wazee wangu, kila mmoja anaamuka asubuhi mpaka inafika jioni akifanya shughuli zake. Yote ni kwa sababu ya mazingira ya amani na utulivu. Amani ikitoweka, hakuna mtu yoyote atafikiria kufanya shughuli yoyote ya kiuchumi. Amani ikitoweka, kila mmoja atatafuta kwa kukimbilia kwa ajili ya kuweza kuokoa kwanza maisha yake. Sasa tunao wajibu sasa wa kuweza kulinda tunu ya amani tuliyokuwa nayo kwa ajili ya mustakabali bora wa taifa letu. Miaka 10 iliyopita mimi nimekuwa nikisikia Tunduma, sio Tunduma iliyokuwa leo. Uongo kweli? Miaka 10, miaka 15 iliyopita Tunduma ilikuwa ni eneo ambalo linasifika kwa vurugu. Tunduma ilikuwa maeneo ambayo inasifika kwa machafuko. Hakukuwa na ustawi kama ilivyokuwa sasa. Lakini kwa sababu wana Tunduma, kwa sababu wananchi wa mkoa wa Songwe walikubaliana chini ya usimamizi wa viongozi wenu kwamba sasa tunataka wananchi tujielekeze kwenye kutafuta fedha, tujielekeze kwenda kujenga uchumi wa mkoa wetu. Mpaka leo hii Tunduma tunaiona ina amani na utulivu. Watu wametulia, wanafanya shughuli zao vizuri. Hivi karibuni niliona kundi kubwa sana la wanaume wakijiita umoja wa wanaume hapa Tunduma, wakitembea barabarani, wamekula suti zao nyeusi. Wanakutana kwa ajili ya kujadiliana, kushauriana juu ya namna ya kutafuta michongo ya kupata pesa, lakini kusaidiana katika matatizo mbalimbali. Na mimi ninaomba wana Tunduma nijiunge kwenye umoja huo, bila shaka mtanipokea. Sasa hayo yote yanafanyika ni kwa sababu ya uwepo wa tunu ya amani na utulivu. Kama kungekuwa na migogoro, kusingekuwa na watu ambao wanafikiria kujiunga pamoja kwa ajili ya kujadiliana masuala ya maendeleo. Tunduma oye! Tunduma oye! Songwe oye! Kwa ndugu zangu, tunao wajibu wa kuweza kuilinda tunu hii tuliyokuwa nayo. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania hii. Tanzania hii ndio mama yetu. Tanzania hii ndio baba yetu. Tumezaliwa Tanzania, tutakufa Tanzania na tutazikwa hapa Tanzania. Lakini watoto wetu, wajukuu zetu wataishi katika nchi ya Tanzania. Kama ambavyo wazee wetu walifanya kazi kubwa ya kuijenga misingi ya Tanzania, sisi tuliopo leo hii tunao wajibu wa kuitumikia Tanzania, kuilinda Tanzania, kuipenda Tanzania, ili tuweze kuikabidhi kwa kizazi kijacho ikiwa imara zaidi, ikiwa bora zaidi, lakini ikiwa na maendeleo. Lakini ili tuweze kufanya hivyo, manake lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tulinde amani yetu, lazima tulinde utulivu tuliokuwa nao. Lakini kwa ndugu zangu vijana, nchi yetu kwa takwimu tulizokuwa nazo, Tanzania ina idadi kubwa sana ya vijana kuliko makundi mengine yoyote. Lakini hata katika mkoa wetu wa Songwe, kundi la vijana ni kubwa kuliko kundi lingine. Kwa hiyo vijana wenzangu, sisi vijana wa mkoa wa Songwe tumebeba dhamana kubwa, tumebeba hatima kubwa ya Tanzania ya sasa na Tanzania ya baadaye. Wazee wetu walipigania uhuru wa nchi yetu wakiwa vijana. Mwalimu Nyerere wakati anaongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanzania alikuwa kijana. Lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume alikuwa kijana. Lakini akina Mzee Kawawa, lakini Bibi Titi na wengine wote walikuwa vijana. Waliutumia ujana wao kuweza kupigania uhuru wa kisiasa wa nchi yetu. Baada ya kutupatia uhuru wa kisiasa wa nchi yetu, wakatuachia sisi vijana tuweze kulitumikia nchi yetu, tuweze kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini tunashukuru kwamba hivi sasa tunaona sisi vijana mbalimbali, mimi binafsi niliopata dhamana hii kubwa kama mkuu wa mkoa, lakini wako vijana wengine wengi
wamepata dhamana mbalimbali katika nafasi mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali, kwenye mashirika, lakini kwenye maeneo mbalimbali kama vile kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kata mbalimbali, hadi katika maeneo mengine. Lakini wako vijana wanafanya kazi kubwa kujitafutia kipato kupitia njia ya usafirishaji kwa bajaji, bodaboda. Sote tunatekeleza majukumu yetu ya kuweza kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo kamwe tusikubali mtu yoyote atutumie vijana kwa ajili ya kuweza kutimiza hatima yake, kuweza kutimiza ajenda yake. Tujue kwamba tuna dhamana ya kuweza kutumikia nchi yetu, tuna dhamana ya kuweza kuijenga nchi yetu ya Tanzania, ili tuweze kuikabidhi nchi yetu kwa kizazi kinachokuja ikiwa bora kuliko tulivyokuwa nayo leo. Vijana oye! Vijana wa Tunduma oye! Hongereni sana kwa kufanya kazi hiyo, na nina matumaini kwamba katika mchakato huu tutajitokeza kwa wingi ili tuweze tukashiriki katika mchakato huu wa uchaguzi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kutoa shukrani za pekee sana. Kama nilivyosema, shukrani za pekee sana kwa Tume Huru ya Uchaguzi kupitia maafisa wa Tume Huru ya Uchaguzi waliopo katika mkoa wetu, waliopo katika majimbo yetu, waliopo katika kata mbalimbali, kwa kazi kubwa walioifanya kuweza kusimamia mchakato huu wa uchaguzi. Hongereni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Nilipongeze sana vyama vyote vya siasa kwa kuonesha ukomavu, lakini kwa kuonyesha utayari wa kufanya siasa za kistaarabu kwa kuzingatia utamaduni wa nchi yetu, lakini kwa kuzingatia sheria za uchaguzi. Hongereni vyama vyote vya siasa. Huo ndio ukomavu wa kisiasa na ndio utayari wetu sisi wadau wa siasa kufanya siasa za kitaarabu kwa maendeleo ya nchi yetu. Ninawaomba tuendelee kufanya hivyo ambavyo tumekuwa tukifanya mpaka siku ya mwisho tunamaliza kampeni, lakini mpaka wakati wa upigaji wa kura, lakini halikadhalika wakati wa kutangaza matokeo. Tuendelee kuonesha ustaarabu huo wa kisiasa. Niwashukuru sana viongozi wangu wa dini, mko hapa, viongozi wa dini zote, kwa ushirikiano wenu mkubwa ambao mmekuwa mkiutoa kuanzia mchakato wa kwanza wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Kwenye masuala ya kampeni mmekuwa mkiwasihi waumini wetu washiriki kwenye kampeni kwa amani na utulivu, lakini halikadhalika mmekuwa mkihamasisha waumini waende wakashiriki katika kupiga kura kuchagua viongozi wao. Ninawashukuru sana viongozi wangu wa dini, ninawashukuru sana wazee wangu wa mkoa wa Songwe, ninawashukuru sana machifu na viongozi wetu wa mila. Nawaona machifu wangu wako hapa, mmefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuitumikia mkoa wa Songwe, na ndio maana sote kwa pamoja tunaona Songwe yetu ina umoja na mshikamano, lakini hali kadhalika ina amani na utulivu kwa sababu ya kazi ambayo mlioifanya. Lakini washukuru wadau wengine wote, wananchi kwa ujumla, kwa kuendelea kudumisha amani na utulivu, lakini hali kadhalika kwa kuendelea kuitumikia mkoa wetu wa Songwe. Niwaombe tuendelee kushirikiana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi kilichosalia. Tuendelee kushirikiana katika kipindi chote cha mchakato wa uchaguzi kilichosalia. Tuendelee kuhamasisha wananchi wenzetu wa mkoa wa Songwe wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Jukumu letu bado halijaisha mpaka siku ya mwisho. Lakini halikadhalika viongozi kwenye ngazi ya vijiji, kwenye ngazi ya vitongoji, kwenye ngazi ya kata, kwa sababu kwa mujibu wa sheria zetu za uchaguzi, sisi kama serikali tunao wajibu wa kuwaelimisha wapiga kura waende wakapige kura. Tunao wajibu wa kuweza kulinda amani. Kwa hiyo tuendelee kutekeleza wajibu huu. Viongozi wa vitongoji kupitia kamati zenu za vitongoji, viongozi wa mitaa, viongozi wa vijiji kupitia halmashauri zenu za vijiji, viongozi wa kata, viongozi wa wilaya, sote kwa pamoja tunao wajibu wa kuweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwaelimisha na kuhamasisha wananchi wenzetu waende kujitokeza kwenda kupiga kura kwa amani na utulivu. Mimi kama kiongozi wenu wa mkoa niwaahidi, nitaendelea kuwatumikia, nitaendelea kufanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na viongozi wenzangu, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi, lakini na viongozi wengine wote katika ngazi ya mkoa, hali kadhalika katika ngazi ya wilaya. Tutaendelea kuwatumikia kwa uadilifu wa hali ya juu,
Tutaendelea kuwatumikia kwa uweledi wa hali ya juu ili kuendelea kuwaletea maendeleo. Sisi tupo kwa ajili ya kuwatumikia nyie, kama nilivyowaambia kwamba kwa sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia, mamlaka yetu sisi yanatoka kwenu. Sisi kazi yetu ni kuwatumikia nyie. Sisi ni watumishi wenu. Wewe tutafanya kazi ya kiutumishi kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya mpaka kwenye ngazi ya kitongoji kule. Tutafanya kazi ya kiutumishi kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwaletea maendeleo. Kwa sababu sisi kama viongozi hatuna hati miliki ya busara, hatuna hati miliki ya hekima, hatuna hati miliki ya maarifa. Ili tuweze kufanya vizuri, tunahitaji kila mmoja wenu ushirikiano wake. Kila mmoja wenu akitupatia ushirikiano, wazee wetu, viongozi wa mila, viongozi wa dini, lakini machifu wetu, hali kadhalika viongozi wengine wote, tukishirikiana kwa pamoja ndipo tunapoweza kuijenga mkoa wetu wa Songwe. Songwe oye! Songwe oye! Ndugu zangu, niwashukuru sana wananchi wa Tunduma. Nimefarijika sana kujitokeza kwenu kuja kunisikiliza kwa niaba ya wananchi wengine wa mkoa wa Songwe. Lakini washukuru wananchi wengine wote ambao mmekuwa mkijitokeza kusikiliza hotuba yetu kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Lakini ndugu zangu wanahabari, ninawashukuru sana kwa kuweza kutenga muda wenu kurusha moja kwa moja mkutano wetu huu ili kuwawezesha wananchi wa mkoa wa Songwe kuweza kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na tafadhali naomba tuendelee kuwapigia makofi. Ndugu zangu wa Tunduma, mimi ninawapenda sana. Nitarudi tena siku nyingine kwa ajili ya kuja kufanya kazi nanyi, kwa ajili ya kuja kuwasikiliza, kwa ajili ya kushirikiana nanyi katika masuala mbalimbali ya maendeleo. Kwa leo naomba itoshe kusema kwamba asanteni sana.